Mimi silindwi na Mungu kwa sababu ninaomba. Ndio. Mimi nalindwa na Mungu kwa sababu Mungu anajua ama si anajitambua. Ndio. Anajua kusudi. Yes. Anajua mpango wa Mungu kwa maisha yako. Na katika mpango wa Mungu, Mungu ameletea nini? Anawaleta wanawake nyingi. Kila aliyekuja kwenye huduma hii. Yes. Mungu hawezi kulinda unamsengenya kila siku ya Mungu. Mungu hawezi kulinda kwa kinyume na mchungaji wako. Mungu hawezi kulinda. Wewe sio support na maono haya. Hawezi kulinda. Yes. Labda wewe nipande hapa niwaambie. Ndio. Kila madhabahu ina Mungu. Ndio. Ina Mungu. Ndio. Sasa ngoja nikupe siri moja rahisi. Kila madhabahu unaisikia. Amen. Ukisikia kwa Mamposa kuna Mungu yuko pale. Ndio. Kwa jina anaotambulika kwa jina la baba yako. Yes. Na kanuni ya Mungu huwa haitambulishi kwenye ukoo wa kina Salu. Yes. Anajitambulisha kwa Mungu baba yako. Yes. Na ndio maana kila alipomtokea mtu wake. Ndio. Alipomtokea mtu wake. Yes. Alikuonyesha kitu. Alipomtokea Ibrahimu, alimwambia mimi ni Mungu. Ndio. Hakusema ni Mungu wa nani? Amen. Maana wewe ndio wa kwanza. Yes. Wewe ni wa kwanza. Ndio. Wewe ni wa mwisho. Ndio. Watakaokuja wote watakutaja kwa Mungu wako. Watakutaja kwa Mungu wako. Unasikia? Na ndio maana hujawahi kusikia Ibrahimu akaomba Mungu wa, ulisikia bila Mungu wake? Alipofika Isaka akasema Mungu wa Ibrahimu. Yes. Alipofika Yakobo akasema Mungu wa Isaka. Amen. Unasikia vizuri? Ndio. Tafsiri yake ni nini? Ndio. Tafsiri yake ni nini? Ndio. Tafsiri yake ni nini? Kila madhabahu unaenda kujiungamanisha nayo kuna Mungu. Sasa kanuni ya Mungu kwenye madhabahu yote, hata Freemason. Ndio. Kanuni ya Mungu lazima atumikiwe, asujudiwe. Ndio. Iko hivi. Kama huyo Mungu hasujudiwi, na ndio maana hata ukienda Freemason ili uweze kupata utajiri, usifikiri utaenda tu asubuhi utapata utajiri jioni. No. Ukienda Freemason watakwambia Mungu wa mahali hapa anataka tuvae nguo nyeusi. Yes. Mungu wa mahali hapa anataka uwe mtoto wako. Yes. Mungu wa mahali hapa anataka uwe baba yako. Sasa ili ufanikiwe, lazima ukubali kujitambua, uwe mama yako. Ili Mungu akufanikishe. Amen. Unasikia? Amen. Sasa tuende pamoja. Ngoja niwaanzishie hapa watu. Amen. Kitu cha kiroho sana. Ndio. Hii ni huduma ya Bible Church. Amen. Mungu wa huduma hii ni Mungu wa baba maono Apostle Amos. Yes. Ndio. Amen. Yaani ukatae, ukubali. Ndio. Ukiona naona shida zaidi, kasage chupa unywe. Mungu wa madhabahu, Mungu wa mchungaji Amos. Yes. Na nikuhakikishie kwa namna yoyote ile. Yes. Ukikubaliana naye huyu Mungu unafanikiwa. Amen. Na kwa namna yoyote ile. Ndio. Iwe siri au hadharani. Ndio. Ukikataa huyo Mungu, huwezi kufanikiwa. Ndio. Amen. Mchungaji huyu kama nimemsaidia chooni. Nisikilize kwa makini. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Na anasema niende wapi nijifiche na uso wako. Yes. Kwa maana kuna watu kanisani, wanawake wengi. Ndio makanisani, wengine wanawake ni wambea sana. Wanawake ni wambea, ni waongeaji mno kanisani. Ndio maana wanawake ndio wana madini mengi kuliko wanaume. Yes. Unajua kwa nini? Hao wanawake wanapambana na huyo Mungu wa hiyo madhabahu. Yes. Ndio maana mimi nikwambia kama unajua Mungu wa Amos hawezi kukusaidia. Kama imani naye, kabla ufaa uondoke kimya kimya. Yes. Uendelee kukaa chini hiyo Mungu. Nisikilize kwa makini. Unajua asili ya Mungu ni wivu. Hawezi kumuona wewe mama unampiga yeye Mungu afu akanyamaza kimya. Atakupiga na wewe. Atakuumiza na wewe. Atakuharibu na wewe. Atakuharibia kesho yako. Ataharibu watoto wako. Ataharibu ndoa yako. Daudi anasema nilikuwa kijana. Sasa ni mzee. Sijawahi kuona mwenye yake ameachwa. Kwa nini hao wanaachwa? Wanaachwa kwa sababu gani? Kuna namna, kuna sehemu. Wameacha Mungu wa hiyo madhabahu. Wameacha Mungu wa hiyo madhabahu. Hawatajua namna ya kulia. Mungu anamwambia Mungu anamwambia Daudi, anamwambia Bwana Suleiman, anamwambia mwanangu Suleiman, jue Mungu wa baba yako. Alafu akasema ukamtumikie. Ukamtumikie. Mimi ni idara ya kina mama. Idara hii sio kanisa ndani ya kanisa. Idara hii imekuja kusaidia huyo Mungu wa baba yenu aweze kusogeza maono mbele. Huyo Mungu wa hii madhabahu asonge mbele. Amen. Unasikia? Mimi namkubali Pastor Winnie ila askofu simuelewapi. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja sana. Unajua mzee ana hekima.
Pastor Winnie anaongea kwa utaratibu. Mimi namuelewa sana Pastor Winnie. Ila niwe askofu afisi mwelewa. Na ndio maana hata mwenyewe ueleweki. Ndio. Muulize baba yako. Kuna msemo unasema mwambie baba yako akuonyeshe baba yake. Sasa naomba nikuonyeshe kitu. Wewe unasema unamtaka Pastor Winnie. Ndio. Huwezi kumpenda Pastor Winnie bila kunipenda mimi. Yes. Ndio. Amen. Kama ninawakengeza, ndio kama Pastor Winnie. Ndio. Na unapotaka kuomba, kama nimeshia siku moja, omba kwa Pastor Winnie. Ukiona vitu vinagoma, sema Mungu, baba yangu. Yes. Wewe frida. Mungu baba yangu. Au anza Mungu Amos. Mungu Pastor Winnie. Usikie hizo kodi zinazochibu kwa. Yes. Amen. Hata mapasta hawa waangalieni. Ukimwona pasta kafuria sana, ujue anamsengenya mahali. Na ndio maana ngoja nikwambie kitu. Pastor Winnie anaelewa hii kodi. Hata ufanye nini? Pastor Winnie hata umwambie piga magoti. Atapiga magoti. Ndio baba. Atapiga? Ndio baba. Kwa nini nisema nilimwambia Mungu tena akapiga magoti akasema Mungu? Ndio baba. Alafu nasikia. Nasikia. Watu wana upendo wakaanza kujiwasha. Ndio.